Ujumbe wake Samia Suluhu uliomkasirisha vibaya Donald Trump umeibuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Katika kipindi ambacho Tanzania inakabiliwa na upepo mkali wa kidiplomasia baada ya sintofahamu ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, hatari ya kusitishwa kwa misaada ya kimataifa imejitokeza kama kivuli kizito juu ya uchumi wa taifa, ikilazimu serikali kutoa ufafanuzi wa haraka kuhusu uwezo wake wa kujiendesha bila kutegemea fedha za wahisani. Mijadala imekuwa mikali ikitumia takwimu kutafuta uhalisia wa mustakabali uchumi ambao unatajwa kufikiwa na misukosuko ikiwa wahisani watachukua hatua zilizowahi kutajwa kwenye vikao vya kimataifa. Hatua ya Baraza la Ulaya kuanzisha mchakato wa kusitisha zaidi ya euro milioni 156 zilizopangwa kutolewa mwaka 2026 imechangia kuvuruga mifumo ya matarajio, huku wachumi wakitathmini kwa makini athari kwa miradi ambayo imeshafungwa kwenye mkataba wa fedha za nje. Na katika mazingira ambapo miradi miongoni mwa jamii za pembezoni inategemea ufadhili wa moja kwa moja, hoja upotevu wa rasilimali haijaonekana kama mjadala wa takwimu pekee, bali kama suala linaloamua namna wananchi wanavyofikia huduma za msingi. Serikali ya Tanzania imeamua kujibu kwa kujiamini, ikisisitiza kuwa uchumi wake unaweza kuendelea bila kutegemea rasilimali hizo, japo haijapuuzia uwezekano wa mtikisiko utakaotokana na pengo ambalo likitokea litazibwa kwa urahisi. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho wahisani wamekuwa wakitumia lugha ya masharti wakitaka kufahamu kama hali ya kisiasa na kimazingira inatoa uhalali wa kuendelea na ushirikiano, hasa baada ya madai ya ukandamizaji wa kisiasa, kukamatwa kwa viongozi upinzani na matumizi ya nguvu za dola. Na katika ufafanuzi wake, msemaji wa serikali Gerson Msigwa aliwasilisha ujumbe wake Samia Suluhu akionyesha mkondo wa serikali wa kubadili simulizi kuhusu utegemezi wa wahisani. Alisisitiza kuwa bajeti ya Tanzania imekuwa ikijengwa kwa nguvu ya mkusanyiko wa ndani, jambo linaloifanya nchi kuendelea kujiendesha bila hofu kwamba wahisani wanaweza kuzuia isiendelee mbele. Takwimu zilizotolewa na Msigwa zimeanza kujenga taswira ya taifa linalotegemea zaidi kodi na mikopo ya ndani kwa uendeshaji wa bajeti yake, hatua ambayo imekuwa ikitajwa kama ishara ya ukuaji wa uwezo wa uchumi wa ndani, tamko ambalo limekasirisha Marekani na nchi zingine ambazo zimekuwa zikipeana usaidizi kwa nchi ya Tanzania. Serikali imeweka bayana kuwa sehemu kubwa ya bajeti ya shilingi trilioni 56 inayotumika mwaka huu inatokana na mikusanyiko wa ndani, na kwamba mikopo inayochangia shilingi trilioni 14 ni fedha zinazochukuliwa kwa masharti ya kurejeshwa, tofauti na misaada ambayo mara nyingi huendeshwa kwa masharti yanayobeba uzito wa maamuzi ya kidiplomasia. Na katika mazingira hayo, hoja ya kujitegemea imeonekana kama mkakati wa kijamii na kisiasa unaotakiwa kutatua changamoto ya kutetereka kwa rasilimali endapo wahisani watatekeleza vitisho vyao. Hata hivyo, msimamo huu wa kujitegemea haujaondolewa na ukweli kwamba kupungua kwa rasilimali hata kwa kiwango kidogo kuna athari pana katika utekelezaji wa mikakati ya kitaifa. Kupungua kwa takwimu ya shilingi trilioni 1, ingawa ni sehemu ndogo ya bajeti nzima, kuna uwezo wa kubadilisha mipango ya utekelezaji wa miradi iliyopangwa kwa mwaka mzima. Serikali imekiri kwamba pengo hilo linahitaji mipango madhubuti ya mabadiliko ya vipaumbele, na ni jambo linaloibua changamoto ya msingi kuhusu ukubwa wa utegemezi halisi licha ya lugha ya udhibiti inayotumiwa kisiasa. Na wakati huo mjadala wa diplomasia ya misaada umefunguliwa kwa mtazamo mpana. Wahisani wamekuwa wakitumia uwanja wa fedha kama chombo cha kusukuma mageuzi ya kisiasa, wakidai kuzingatia masuala ya haki za binadamu, utawala bora na ushiriki wa kisiasa. Tanzania kwa upande wake imeweka msimamo kuwa maamuzi ya ndani ya serikali hayapaswi kuongozwa na mashinikizo ya nje. Uhusiano huu umekuwa kama kamba inayovuta pande zote mbili, huku kila mmoja akitaka kulinda heshima yake bila kujenga mazingira ya mgongano usiohitajika.
Kituo cha mjadala kimebaki kwenye hoja ya uhalisia wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na athari zake kwa wananchi. Msaada wa kimataifa umewahi kuharakisha ujenzi wa miundombinu ya elimu, afya, maji, barabara na mifumo ya kijamii, ukitoa nafuu ya bajeti ya serikali na kuongeza kasi ya ukuaji wa maeneo yenye changamoto. Kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi zinazofaidika na fedha zinazolenga ustawi wa jamii, hasa kupitia miradi iliyoanzishwa na mashirika ya kimataifa na Umoja wa Ulaya. Kukatika kwa fedha hizo kumetambulika katika baadhi ya tafiti za hivi karibuni kama chanzo cha kusuasua cha maendeleo ya muda mfupi na mfupi wa wakati. Kwa upande mwingine, hoja ya kujitegemea imeanza kutafsiriwa kama hatua ya mapinduzi ya kimfumo inayolenga kubadilisha simulizi la Afrika kuwa mzigo kwa wahisani wa kimataifa. Kutokana na takwimu zilizotolewa, serikali imechora taswira ya nchi yenye uwezo wa kufikia bajeti ya zaidi ya 80% kutokana na mapato ya ndani, na ni jambo ambalo linaonekana kama mafanikio ya muda mrefu. Hata hivyo, changamoto inabaki kuwa uwezo wa uchumi kushughulikia miradi inayohitaji fedha kubwa bila msaada wa nje, hasa katika mazingira yenye shinikizo la mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na pengo la kipato kati ya mijini na vijijini. Na katika mjadala mpana, uchaguzi wa mwaka 2025 wa tarehe 29 Oktoba umeendelea kuwa chanzo cha mivutano. Madai ya ukiukwaji wa haki, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na matumizi ya nguvu dhidi ya raia yameanzisha mjadala miongoni mwa wahisani kuhusu uhalali wa kuendelea na utoaji wa fedha katika mazingira ambayo yanaonekana kutotii viwango vya misingi vya kidemokrasia. Kwa upande wa Tanzania, msimamo wa kutotaka kuongozwa na masharti umeonekana kama tamko la kujilinda kisiasa, huku wadau wa maendeleo wakichunguza ukweli kuhusu athari za mabadiliko ya uhusiano huo. Katika hatua inayofanana na tamko la kujitegemea, serikali imeendelea na mazungumzo ya kidiplomasia ili kuhakikisha uhusiano na wahisani haukatiki kabisa. Pamoja na kusisitiza uhuru wa maamuzi ya ndani, imeonekana kuweka uzito kwenye ujenzi wa hoja zinazolenga kuonyesha dhamira ya kuendeleza ushirikiano na maendeleo. Hatua hii inaonyesha kwamba licha ya msimamo mkali wa kisiasa, serikali inafahamu umuhimu wa kuweka njia za mazungumzo wazi ili kuzuia ajali ya kiuchumi. Mjadala wa misaada pia umeibua swali la kiuchumi lenye mizizi ya kihistoria. Ni nchi ipi barani Afrika ilifanikiwa kuharakisha ukuaji wa uchumi bila msaada wa kimataifa? Katika historia ya hivi karibuni, nchi chache zimeweza kutegemea vyanzo vya mapato ya ndani bila kuathiri huduma za kijamii. Tanzania imepiga hatua kwa kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa kodi, kupanua wigo wa uchumi na kupunguza utegemezi wa ruzuku. Hata hivyo, njia hiyo imekuwa na gharama, ikihitaji nidhamu ya kifedha, marekebisho ya kisera na uwekezaji wa muda mrefu. Kwa kuangalia mwenendo wa sasa, mustakabali wa Tanzania unaonekana kutegemea uwiano kati ya misimamo ya kisiasa na uhalisia wa uchumi. Ikiwa wahisani wataendelea na mipango ya kusitisha fedha, basi serikali itakabiliwa na maamuzi magumu kuhusu vipaumbele vya kiuchumi, na ikiwa mazungumzo yatadumu, taifa linaweza kuendelea kusonga mbele bila mtikisiko mkubwa, ijapo katika kiasi ya polepole zaidi. Kwa sasa mjadala wa misaada umeanza kuwa sehemu ya simulizi la taifa kuhusu uhuru wa kisiasa, ukuaji wa uchumi na mustakabali wa jamii. Serikali imechagua kusimama kwenye msingi wa kujitegemea, ikitafuta heshima ya kimataifa kupitia uwezo wake wa kubuni na kutekeleza bajeti yake. Lakini nyuma ya takwimu, changamoto ya kufanikisha maisha bora kwa wananchi wengi imeendelea kubaki msingi wa mtihani wa taifa hili. Na Tanzania imejikuta katikati ya kipindi muhimu ambacho maamuzi ya leo yanaweza kubadili njia ya uchumi wake kwa miaka ijayo. Uhusiano wake na wahisani unategemea zaidi majibu ya kisiasa na kijamii kuliko takwimu pekee. Na katika mazingira haya yenye shinikizo la ndani na nje, taifa linalazimika kuchagua njia sahihi ya kuunganisha kujitegemea, ustawi na diplomasia bila kupoteza usawa wake.
Ndo haya tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa sapoti, kwa kulike, kushare na kulike video zetu.